Ndugu wanahabari, tumekutana hapa leo kwa lengo la kutoa taarifa kwa umma kuhusu kongamano la kimataifa la 18 la e-Learning Africa kwa mwaka 2025 litakalofanyika katika kituo cha kimataifa cha Julius Nyerere jijini Dar es Salaam kuanzia tarehe 7 mpaka tarehe 9 Mei mwaka huu wa 2025. Tangu kuasisiwa kwake mwaka 2005, kongamano hili limeshafanyika katika nchi 17 ikiwemo Tanzania ambapo lilifanyika mwaka 2011. Hivyo mwaka huu litakuwa linafanyika kwa mara ya pili hapa nchini kwetu. Kauli mbiu kwa mwaka huu ni kufikiria upya elimu na maendeleo ya rasilimali watu kwa ustawi wa Afrika, yani Reimagining Education and Human Capital Development for Africa's Future Prosperity. Ndugu wanahabari, kongamano hili kwa sehemu kubwa linalenga kuleta pamoja makundi mbalimbali ya wadau kutoka zaidi ya nchi 65 kwa ajili ya kujadili, kubadilishana uzoefu, kuhamasisha uwekezaji na kuazimia mipango ya pamoja ya kuchagiza matumizi ya teknolojia za kidijitali hususan katika sekta ya elimu barani Afrika. Aidha, makundi hayo ya wadau yatajumuisha watunga sera, watoa maamuzi, wataalamu wa elimu, wataalamu wa teknolojia, watafiti, wabunifu, wafanyabiashara, wawekezaji na wadau wa maendeleo. Pamoja na matukio mengine, kongamano la e-Africa litajumuisha mkutano wa mawaziri zaidi ya 50 kutoka nchi 49 barani Afrika. Mkutano huu utatoa fursa ya kujadili na kuazimia mikakati ya pamoja ya kuandaa nguvu kazi mahiri katika kubuni, kuzalisha na kuimarisha matumizi ya teknolojia za kidijitali. Kama nilivyotangulia kusema, kongamano hili litaanza tarehe 7 Mei na kuhitimishwa tarehe 9 Mei mwaka 2025. Kama mwenyeji wa kongamano hili, nchi yetu inatarajiwa kunufaika na fursa mbalimbali za kuwa mwenyeji wa kongamano hili, zikiwemo kubaini mikakati na mbinu mpya za kuongeza matumizi ya teknolojia za kidijitali katika elimu na sekta nyingine. Pili, kuvutia programu za pamoja za ubiasharishaji wa bunifu na teknolojia zinazoibuliwa nchini. Tatu, kuvutia makampuni ya teknolojia ya kikanda na kimataifa kuja kuwekeza hapa nchini. 4, kuimarisha ubia baina ya sekta ya umma na sekta binafsi katika maendeleo na matumizi ya teknolojia za kidijitali. 5, kuchagiza uchumi wa ndani kupitia bidhaa na huduma zitakazotolewa kwa washiriki wa kongamano hili na kuhamasisha washiriki wa kongamano kutembelea vivutio mbalimbali vilivyopo hapa nchini na fursa nyingine kadhaa. Ndugu wanahabari, tunatoa rai kwa wizara mbalimbali, taasisi, mashirika, asasi, kampuni za teknolojia, wanataaluma, watafiti, wabunifu, waandishi wa habari, wafanyabiashara na Watanzania kwa ujumla kujiandaa kutumia fursa za kongamano hili vilivyo. Ni matumaini yetu kuwa kwa pamoja na umoja wetu, kongamano la e-Learning Africa kwa mwaka 2025 litafanyika kwa mafanikio makubwa na kufungua fursa nyingi za kiuchumi na kijamii hapa nchini.